Utukufu wa Mkristo haupatikani katika mabavu, haupatikani kwa mabavu, bali unapatikana kwa utumishi na majitoleo makubwa. Huo ndio ujumbe wa masomo ya siku hii ya leo. Kanisa linafanya sikukuu ya Mtakatifu Yakobo Mtume kila tarehe 25 mwezi wa 7. Na ujumbe huo Bwana Yesu anataka kutupatia siku hii ya leo. Unajua, Yakobo ni mtume ambaye Bwana Yesu alimuita akiwa mvuvi kule bahari ya Galilaya. Hakuwa peke yake, alikuwa na ndugu yake Yohane. Na walipoitwa, Yesu aliwakatia jina, akawaita Boanerges, yani wana wa ngurumo. Huyu Yakobo mtume ni mwana wa Zebedayo na ndugu yake Yohane, na mama yao ni Salome. Tunaambiwa katika kisa cha maandiko matakatifu, siku moja mama yao aliwapeleka hawa watoto kwa Yesu, kutaka Yesu katika utawala wake amweke kijana wake mmoja upande wa kulia na mwingine upande wa kushoto katika utawala wa Mungu. Yesu akawaambia, hilo sio la kwangu wapatieni, bali ni Baba aliye mbinguni. Yesu aliwapa challenge moja tu, akawaambia, je, mtaweza kunywea kikombe ambacho mimi nitakinywea? Wao wakakiri kwamba wana uwezo huo wa kuingia na kupitia katika mateso yale ya Kristo. Na Yesu akawaambia, sawa kabisa, mnaweza kufanya hivyo, lakini tambueni ya kwamba Baba bado anabaki ni mwenye mamlaka ya kumpatia hadhi au kumuinua mtu au kumpatia utukufu. Mafundisho mawili ambayo tunayapata katika tafakari ya siku hii ya leo ya siku ya Mtakatifu Yakobo Mtume. La kwanza linatokana na hilo somo la kwanza. Somo la kwanza la leo linatoka barua ya pili ya Mtume Paulo kwa Wakorinto, ile sura ya 4 aya ya 7 hadi ya 15. Mtakatifu Paulo Mtume anakiri kwamba amepewa au tumepewa hazina hii ya imani katika vyombo vya udongo. Tafsiri yake ni nini, ndugu zangu wapendwa? Tafsiri yake ni kwamba sisi wa Kristo, na hasa sisi pengine wachungaji na mitume wakiwa ni waanzilishi wa utumishi huu ambao Kristo aliwaachia, wamepewa hazina kubwa ya imani katika udhaifu wao. Hawa hawakuwa ni watu ambao ni wana imani kubwa sana au wenye akili nyingi. Hawakuwa ni watu ambao wana ujasiri, walikuwa ni watu wenye hofu kubwa sana. Hawakuwa ni watu ambao wana maisha ya fadhila, walikuwa ni watu wenye vilema vyao. Ni watu ambao wana mizizi mikubwa ya dhambi. Mfano wake ni kwamba hawa watoto wawili hawa, Yakobo akiwemo siku hii ya leo, walikuwa ni kama wanakao binafsi fulani hivi kama watawala. Walikuwa wanataka kujiinua. Walikuwa ni watu ambao wanainjilisha kwa njia za radi. Walikuwa ni wakali hawa. Walikuwa ni watu wenye hasira. Na hata wakati fulani tunaambiwa wakati fulani walikuwa wanapita vijiji vya Samaria. Wasamaria wakakataa kumkaribisha Yesu. Hawa wakaagiza kwamba, Bwana Yesu, kama amekutukataza kupita katika kijiji chao, agiza moto utoke mbinguni wateketeze. Hawakuwa na huruma hawa. Walikuwa ni dhaifu. Lakini Paulo anakiri kwamba imani hii tumepewa hazina hii kubwa katika vyombo vya udongo. Sisi ni watu dhaifu, akili ndogo, imani ndogo, si watakatifu, ni wadhambi, lakini pia wenye hofu, hatuna ujasiri. Lakini ndugu zangu, Paulo anasisitiza kwamba anayetushindia ni Mungu. Ni Mungu anayetupatia utukufu. Ni Mungu anayetuwezesha tuweze kuishi maisha yetu ya ushuhuda. Ni Mungu anayetupatia nguvu na mamlaka, lakini pia anayefanikisha kile ambacho tunakifanya, kwa sababu kawaida ya Mungu ana uzoefu wa kutumia udhaifu wetu kwa ajili ya kuleta mafanikio au kufanikisha mipango yake. Hilo sio jambo la kushangaza sana. Hata Mtakatifu Paulo Mtume mwenyewe alikuwa ni mtesi wa kanisa na alikuwa ni dhaifu sana katika imani, lakini huyo Kristo anamtumia kuwa chombo chake, na leo hii anaitwa ni mtume wa mataifa. Hivyo ilivyokuwa kwa Mtakatifu Yakobo Mtume. Pamoja na kwamba tunamfahamu Yakobo kama mtu mwenye hasira au kama mtu binafsi, lakini baadaye ndio huyo ambaye amekuwa ni wa kwanza kushuhudia imani yake kwa kumwaga damu pale Yerusalemu kipindi cha madhulumu ya mfalme Herodi Agripa ule mwaka ule wa 44. Ndugu zangu wapendwa, wazo la pili ambalo tunalipata katika tafakari ya siku hii ya leo natokana na hii Injili ya siku hii ya Mtakatifu Yakobo Mtume kadiri ya Mtakatifu Mathayo ile sura ya 20 aya 20 hadi ya 28. Na kisa ni hicho ambacho nimewaambia kwamba wanakwenda kwa Yesu, wanaomba ukubwa. Yesu anawaambia mamlaka, utukufu wa Mungu haupatikani kwa mabavu au kwa kupigana. Cheo, mtu apewi cheo kwa kufight. Mtu apewi cheo kwa kuwa na nguvu na ushawishi. Mtu apewi cheo kwa ajili ya kuwakandamiza watu kama watu wa mataifa wanavyofanya, kama wafalme wanavyowafanyia raia wao. Katika utumishi wa kanisa, Yesu anazungumza habari ya kwamba anayeinuliwa
anayepandishwa cheo, anayetukuzwa na Mungu, yule ambaye yuko tayari kujitoa kwa upendo, yule ambaye yuko tayari kutumikia. Ndilo ambalo hata Bwana Yesu ametufundisha katika Injili siku ya Alhamisi Kuu. Yeye mwenyewe ambaye ni Bwana mwalimu alivua mavazi yake, akajifunga mkanda, akajifunga kitambaa kwenye kiuno chake, akaanza kuwaosha miguu wanafunzi wake, tendo ambalo ni la aibu. Hata tunaambiwa kabisa, walimu na marabi wanafundisha kwamba tendo hili la kuosha miguu wala hata mwanafunzi wa kawaida asingepaswa kufanya kwa mwalimu wake, lakini Yesu anashuka, anafanya kazi ya kitumwa kabisa ya kuosha mitume miguu. Ndivyo ambavyo anatufundisha na sisi kwamba tunapaswa kutafuta kutumikia badala ya kutumikiwa. Tunapaswa kuwa watumishi, kuwa watumwa badala ya kuwa mabwana na mabosi na kujiweka na kuinua juu, kujitutumua kama wale Wachaga wanasema yale mandege yanaitwa mambeta, kujitutumua kama yale mandege makubwa. Tunapaswa kuwa watumishi, na ni kwa njia ya utumishi ndivyo Mkristo anavyopewa mamlaka, anavyopewa cheo, anavyoinuliwa na Mungu, anavyokuwa mtakatifu. Ndugu zangu wapendwa, somo hilo lilielewa sana mtakatifu, somo wa siku hii ya leo, Mtakatifu Yakobo Mtume, na ndio sababu alihubiri Injili, akawa tayari kuteswa kwa ajili ya Injili, akawa tayari kuwa mtume wa kwanza kukatwa kichwa na Herode Agripa na akaimwaga damu yake. Na ndio sababu katika maadhimisho ya liturujia siku hii ya leo, rangi ya mavazi inayotumika ni nyekundu kama mnavyoona haya niliyovaa, kudhihirisha kwamba yupo ambaye alikuwa tayari kutumika mpaka kutoa damu yake yote akitumikia Kristo. Na ndugu zangu, hakuachwa mpaka leo tunamkumbuka. Miaka mingi imepita tangu mwaka 44 baada ya Kristo, leo ni 2026. Kwa jina lake linaendelea kusikika. Ni mtu mkubwa aliyetukuka. Leo hii tunapomshangilia, tuige mfano wake. Kwa maombezi yake tunajiombea sisi wenyewe, hasa sisi wachungaji, ili tuweze kutekeleza utumishi wetu wa kikuhani kwa njia ile ya Kristo, ambaye hakuja kwa ajili ya kutumikiwa, bali kwa ajili ya kutumika na kutumikia wengine. Tafadhali usiache kusubscribe, like na kushare katika Habari Njema Channel ili uendelee kueneza hii Injili, maana maandiko yanasema inendeni mkaeneze Injili kwa watu wa mataifa yote. Leo hii tunaifanya kwa njia ya kidijitali. Usiache kufanya hivyo. Na ili kama sehemu ya kutafakari neno hili, naomba uache pia comments hapo chini. Labda wengine mnafikiri leo hii wachungaji ni watumishi au ni mabwana? Je, unafikiri leo Wakristo wabatizwa wanavyotafuta maisha, wanavyosakanya maisha ya ulimwengu huu, je, wanatafuta kujikuza wenyewe au wanatumia mabavu kuhakikisha kwamba wanakuwa juu ya wengine, kuwakanyaga wengine, au wanaiga mfano huu wa Mtakatifu Yakobo kwa kuwa watumishi na kuwa tayari kutolea maisha kwa ajili ya Mungu na kwa ajili ya wengine? Nikutakia wakati mwema na akubariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Herini sana kwa sikukuu hii ya Mtakatifu Yakobo Mtume. Msifu Yesu Kristo.